Siku moja nilirokota viatu na ikanifinya miguu, nikaenda nikaificha mahali, na mahali nilificha, nikirudi nilisahau. Nilienda nyumbani nikiwa na huzuni mkubwa sana kwa sababu ya kusahau viatu yangu, hata kama ilikuwa ni ya mguu mmoja na nilikuwa naivaa na mguu mbili. Unajua hizo siku hakuna mtu angeajali kama inakaa ni kama ni ya mguu mmoja, bora mguu inaingia ndani. Na moja ilikuwa ni mrefu, moja ilikuwa ni fupi. Sasa moja iliyokuwa fupi ndio ilifanya niweze kuficha kile kiatu na nikasahau. Ujumbe huu Mungu amenipea siku ya leo kwa sababu kuna watu ambao huwa tunasahau mahali ambapo Mungu ametutoa. Na hakuna hatari kubwa kama ya kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu tukiangalia mahali ambapo tumetoka, tutajua ya kwamba kuna sababu ya sisi kutokusahau mahali Mungu amekutoa. Na wakati wote unaweza enda na uishi ukikumbuka mahali Mungu amekutoa, hakika itakuwa ni vigumu kurudi nyuma. Kwa maana siku baada ya siku, na especially wakati ambapo umeingia katika Mungu huwa anakutoa katika utukufu moja mpaka utukufu mwingine. Hakuna wakati Mkristo amewahi wachwa tu mahali pamoja akiwa ni Mkristo wa ukweli. Haleluya. Ikiwa utakuwa ni Mkristo wa ukweli, kwa sababu tuna Makristo wengi wa uongo, na hivyo ni Biblia inatuambia. Lakini Mkristo wa kweli siku kwa siku huwa anabadilishwa kutoka katika hali moja mpaka hali nyingine. Na mimi nimefanikiwa kukua pamoja na nyinyi katika kanisa hili, na wengi wetu ambao tulianza hapa pamoja, na wale watu pia tumekuwa wakijiunga pamoja nasi, maybe kwa kuokoka ama kutoka kanisa lingine kukuja mahali hapa tuende pamoja na hapa safari hii. Mimi ninataka nikuambie, hakuna hata mtu mmoja nimeona amebaki mahali alipokuwa. Bwana asifiwe. Nimeona kila mmoja wetu anatolewa mahali fulani na anasongeshwa mahali pengine. Shida ni wakati tunatolewa kutoka nafasi moja ama mahali fulani mpaka mahali pengine, tunasahau mahali ambapo tumetolewa. Bwana asifiwe. Baada ya kusahau mahali ambapo tumetolewa, Mungu anakuwa na vita na sisi kwa sababu ya kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ndoa nyingi hata watu wanagombana katika familia, na ukikaa katika hiyo nyumba uulize shida inatoka wapi, utasikia mtu atakwambia mimi aliniambia lakini nikasahau. Shida hata ikutoka mahali pengine, imetoka nilisahau. Bwana Yesu asifiwe. Hatari ya kusahau. Ningependa leo tuweze kuangalia mambo ambayo Mungu alizungumza na wana wa Israeli katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, mlango wake wa 8. Kumbukumbu ya Torati chapter 8. Mstari namba ngapi? Mstari wa Kumbukumbu ya Torati 8. Ningependa tusome tu kuanzia 1 mpaka tuende hivyo mpaka mstari wa 19, lakini muda wetu ni mfupi, hatuwezi weza kusoma hivyo. Tutasoma kurukaruka kidogo, na
lengo letu liko katika mstari wa 11 na mstari wa 18. Hapo ndipo lengo letu kuu liko, na kwa hivyo kama tutaguza sehemu hizi zingine, mwisho tutaweza kubaki katika mahali key verses zetu ziko katika mstari wa 11 na mstari wa 18. Mstari wa kwanza inasema ya kwamba amri hii ninayokuamuru leo mtashika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambaye Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ambaye Musa anaongea na wana wa Israeli wakati huu ambao kitabu hiki kinaandikwa mwaka wa 40 tangu wana wa Israeli wametoka Misri. Mwaka wa 40 ama mwaka wa 39. Waandishi wanasema inaweza kuwa iwe ni miaka 38 mpaka huo mwaka wa 40. Hapo ndio Musa alikuwa amezunguka na wana wa Israeli kwa safari, na safari yao ilikuwa ni safari ndefu. Kwenye safari yao, wewe na mimi tunajua katika Biblia ya kwamba ni safari ilikuwa na masaibu mengi. Tangia pale mwanzo, wakati Musa aliingia katika nyumba ya Farao na akamwambia Mungu anawataka wana wa Israeli waende wakamtumikie Mungu na wakamtolea Mungu sadaka na wamwabudu yeye. Na hapo ndipo vita yao ilianza. Hapo ndipo masaibu na matatizo yalianzia. Ukisoma kwenye Kutoka mlango wa 5 mistari yake 3 ya mwisho kabla ya kuanza mlango wa 6, Bible inatuambia ya kwamba wana wa Israeli, yani wazee wa nchi wa Israeli, wakakusanyika mbele ya Musa na kumuuliza, nani alikuambia uje katika hii nchi utuchokoe, ufanye tuonekane harufu yetu inukie vibaya mbele ya Farao, na ulijua tu ya kwamba hauwezi kufanya mambo haya? Sasa umetufanya tumechukiwa na tumeinukiwa katika hii nchi ya Misri kwa sababu yako. Hapo ndipo safari ya mateso ya wana wa Israeli inaanzia, na walienda muda mrefu kama vile wewe na mimi tunajua. Walifika katika bahari ambayo tunasema ni bahari ya Shamu. Hapo mahali ambapo tunajua ya kwamba adui walikuwa wamewafuata na walikuwa na machungu, na walikuwa ni watu wazito, watu waliokuwa na nguvu, ambao walikuwa wanakuja bila huruma, wanakuja kuwamaliza wana wa Israeli. Musa anaonesha maneno haya ambayo tunaenda kuyasoma siku ya leo na ambayo tumeisoma siku ya leo, ya kwamba kwenye hiyo safari yote kuna kile Mungu amefanya katika maisha yao. Haleluya. Safari yetu kama hiyo safari ya wana wa Israeli inaanzia hapo mahali ambapo ulimwaminia Bwana. Hapo mahali ambapo uliweka maisha yako na ukapeana maisha yako kwa Bwana Yesu. Safari yako ikaanzia hapo. Wengine wetu, kama vile ninakuambia, watu kama sisi tulirokota viatu ndio tuvae, hatukuweza kuwa na viatu, na wakati tulifanikiwa kununua viatu ilikaa kwa miguu mpaka ikararuka chini, yani chini unatembea mguu kafu kwa sababu juu imefunikwa, lakini unaendelea. Lakini siku ile tulianza safari hii, wakati Bwana alipotuita, safari ilianza kubadilika. Haleluya. Maisha ilianza kubadilika. Mambo ilianza kubadilika.
Wale ambao hatungeweza kujilipia nyumba, tukajipata tuna uwezo wa kujilipia nyumba. Wale hatungeweza kununua mavazi, tukajipata tunaweza kununua mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo hata ya kazi zetu ikaanza kubadilika. Wengine wetu tulijulikana na tulijua, watu kama sisi, mimi, tulikuwa tumejua unaweza fanya biashara kuanzia mwezi wa kwanza, lakini mwezi wa 7 tulikuwa tumeujua ni mwezi wetu wa kufilisika. Huo ndio mwaka biashara zetu zilikuwa zinaisha. Tumekuwa tukawa na safari ndefu. Lakini wakati Bwana alituita na akatuleta katika uokovu na akatuambia tuyatunze haya maagizo, tuweze kuweka sheria za Bwana ndani ya mioyo yetu, tuweke neno la Bwana katika maisha yetu, atuje kosa kuona nguvu za Mungu zikienda pamoja na sisi. Praise the name of the Lord. Hata hivyo tumeenda, na wakati mwingine mtu unasahau mahali Mungu amekutoa na unaona kana kwamba nguvu zako zimekufikisha mahali ambapo umefika. Tulipoanza huduma hii ya Agape Solid Rock, Jumapili ya pili, ninaweza kumbuka ni kama jana nilihubiri. Nilinenewa na Bwana maneno aliyokuwa ameninenea na kuniambia ya kwamba waambie watu wa Mungu, chochote Bwana atafanya katika maisha yetu, tusiseme ni nguvu zetu, tusiseme si tunajua kuchora, tusiseme sisi ni wale ambayo ni waajabu, lakini tujifunze kushuka chini na kunyenyekea na kumkumbuka Bwana ambao ametuanzishia hiyo safari ambayo tulianza mahali hapa. Haleluya. Kwenye safari hii ya mahali hapa katika huduma, nimemwona Mungu akienda pamoja na sisi. Praise the name of the Lord. Biblia inatuambia ya kwamba tuende moja kwa moja katika mstari ambao tungependa tuweze kuenda, ni mstari wa 11. Ama tusome mstari wa 10 kwanza. Mstari wa 10 nasema ya kwamba nawe utakula ushibe, utashukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Bwana asifiwe. Baada ya kushika maagizo ya Bwana, kuna mambo Musa anaambia watu wake wakiwa ng'ambo ya mto wa Jordan. Sasa wamekaribia kuingia katika nchi ambayo Bwana aliwaambilia baba zao. Na anawaambia ya kwamba katika hiyo nchi mtaenda, mtakula na mtashiba. Mtakula na mtashiba, na pia mtaimiliki hiyo nchi, nanyi mtamshukuru Bwana. Haleluya. Wasiweze wakasahau. Bwana anawaambia huko ambao wanaenda watakula, huko ambao wanaenda watashiba, huko mahali wanaenda wataingia katika nchi nzuri. Na wakati mwingi katika wokovu, tunaposonga siku baada ya siku, huwa tunaingia katika nchi nzuri ama katika hali nzuri wakati tunashika yale ambayo yamewekwa katika mstari wa kwanza, ambaye Bwana anasema ya kwamba uyashike maagizo ya Bwana, usiyaache maagizo ya Bwana, usiziache amri na sheria ambao unaagizwa na Bwana hivi leo. Wengi walirudi wakasahau. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Wakati mmoja nimekuwa nikiomba hapa, nikiwa ninasikia nikiwa na uzito ndani ya moyo wangu, lakini wakati nilikuwa ninaomba Bwana akawa akinikumbusha ya kwamba hata huko nyuma mahali umetoka, hakuna jaribu limewahi kuwa rahisi. Hakuna jambo limewahi kuwa rahisi. Mambo yote imekuanga ni magumu. Mambo yote imekuanga mazito. Lakini hakuna hata moja ulibaki ndani yake, maana siku ya leo uko hapa
maana umekuwa ukitoka katika zile hatari. Haleluya. Shida ni kwamba tunaposahau mahali Mungu ametutoa. Wengine wetu tunajijua vile tulivyokuwa. Wengine wetu tunajua ya kwamba tulidharauliwa ya kutosha. Wengine hatungepata nafasi kama hii. Wengine walijua, tulijulikana ya kwamba wewe hakuna mahali unaweza enda. Siku moja watu waliposikia ninakuja kufungua chani na tunakuja kuanza kanisa mahali hapa, kabla hatujaanza mpangilio mzuri, waliokuwa wa karibu na waliojua walisema wanajua kawaida yangu. Yaani kawaida yetu, wengine wetu ilijulikana kwamba hatuwezi tukaenda mbali. Tulijulikana hakuna kitu tunaweza kuperform. Lakini Mungu ametufikisha mahali ambapo tumefika. Ni Bwana anatuambia siku ya leo tujihadhari, tusije tukasahau mahali Mungu ametutoa. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukamsahau huyu Mungu na mahali ambapo ametuchukua akatubeba akatuleta kufika mahali tumefika. Kwamba hawa watu ninakuambia saa hii mambo yao kila kuchao. Hakuna wakati utakosa kusikia kuna masaibu inawapata kwa njia moja ama njia nyingine. Na mhubiri mmoja juzi aliwaambia ya kwamba kama hamtamrudia Mungu wenu ambao aliwainua na akawabariki, kama hamtageuka na kumtafuta huyo Mungu na muendelee na njia ambayo unaenda nayo, maana mmesahau mahali Mungu aliwatoa, bado kuna mambo mnaenda kukutana nayo kwa sababu ya kumsahau Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Hatari ya kusahau Mungu inafanya mambo ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yako anaanza kuyaondoa. Anaanza kutoa kile ambao alikuwa amekupatia kwa sababu umemsahau. Bwana Yesu asifiwe. Hata nasi kwenye kanisa, wakati unasahau Mungu aliyokutoa katika mahali ambapo ulikuwa chini, ameenda akikuinua, akikusongesha kiwango kingine, unaona kana kwamba ni uwezo na nguvu zako. Unapobadilika na kuanza kuondoka kwake, yeye anaanza kutoa mali yake ambayo alikuwa ameweka kwako. Haleluya. Anaanza kuchukua vitu zake. Anaweza unajua, wakati unatoa tithe, wakati unaomba, wakati unafanya kazi ya Mungu na mali zako, hiyo mali ambayo Mungu anakupatia ni yake, anakupatia ukae nayo, umtumikie nayo. Sijui kama mnanielewa. Lakini wakati unaibadilisha, alafu inaipeleka katika mwelekeo mwingine, Mungu anaamua kuchukua yake, wewe uende utafute yako, uende ukamtolee huyo Mungu wako hiyo dhabihu na hizo vitu ambao unaenda kufanya. Bwana asifiwe. Watu hawa ninakuambia, unaweza kuangalia mambo na Nairobi, maana wako katika maeneo hayo. Juzi kumekuja mvua ambao haijawahi nyesha katika dunia ya Kenya. Sijui kama mnaona, sijui kama mmejua hiyo. Mvua ambayo ilikuwa inabeba magari. Magari inachukuliwa, inapelekwa, unaipata kwa mtoni, imepelekwa, hata ingine labda ilipata huko Ziwa Victoria. Yaani inafieka na inaingia kwa nyumba. Hiyo mvua ilikuwa inaingia kwa nyumba, inafagia kila kitu, maduka za wholesale, inatoka na hiyo vitu, inapasua mlango, inaenda na hiyo vitu. Nyinyi hamkuwa mnaangalia, mimi najua hiyo ndio kazi yangu. Maana nina interest ya kujua mambo.
na nikaona wazee fulani wamekusanyika, wakaenda kwa huyo Mungu wao kwenda kuomba, na wakakuwa na mamitungi fulani na vitu fulani, wakaenda wakapasua ya kuvunja laana, mitungi fulani wa bodo, usiji bodo ni kitu gani sasa? Wakaenda wakazipasua mahali na wakatangaza ya kwamba hii laana inawapata, hii mashida inawapata iende. Baada ya kupasua, mvua ingine sasa ile kubwa ikakuja. Sasa ilifagia ikaangusha mpaka manyumba pia. Hatari ya kusahau Mungu na mahali Mungu amekutoa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya haya, ikawa kila kitu wanaenda kufanya, biashara zinaanza kuharibika kule, biashara hazisimami tena, wholesale zimeisha, kwa sababu kuna watu walitegemea Mungu, kuna watu walisimama katika kazi ya Bwana. Wengine wao walikuwa wanasema walidanganywa na wakatoa mali zao kwa mzungu. Yaani Yesu anaitwa mzungu, mtoto wa mtu, wanamuitana mtoto wa mtu. Sasa mtoto wa mtu ameondoka kwao, wamebakia na mtoto mweusi wa mtu ambao hawezi kuwatetea. Kwenye kitabu cha Zaburi 115 ama 16 inasema ya kwamba hawa watu, huyo Mungu wao ana macho lakini haoningi, ana mikono lakini ashiki, ana masikio lakini asikiingi, ana miguu lakini hata shida ikitokea hawezi toka hapo penye amesimama. Hata hiyo nyumba ikichomwa, yeye hawezi akajitetea aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Ana mdomo lakini hata ukimletea ile chakula nzuri sana hawezi akakula. Huyo ndio Mungu ambaye wanamtegemea. Hatari ya kusahau mahali Mungu amekutoa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba na utamshukuru Mungu wako kwa kuzitunza amri zake na hukumu zake na sheria zake na sheria zake ninazo kuamuru leo. Bwana asifiwe. Utamkumbuka Mungu kwa njia gani? Utamkumbuka Mungu kwa amri zake, kwa sheria zake, kwa maagizo yake ambaye Mungu anakuagiza uweze kuyafanya. Haleluya. Na wakati tunasahau yale ambaye Bwana anatupatia kufanya, tunaingia kwa hatari ya kusahau, naye Mungu anaanza kudili pamoja na anaanza kudili na sisi. Biblia inasema ya kwamba na makundi yako, anasema angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapokuwa yameongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu cha ulicho nacho kitakapoongezeka. Bwana asifiwe. Unaona, wakati unamkumbuka Bwana, kuna vitu huwa zinaongezeka ndani ya maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Sijui kama umewahi ona, mnakaa na mtu na mnafanya biashara moja, na wewe uko katika Mungu na njia zako umezinyosha katika Mungu. Maybe wakati mwingine hata upati faida kubwa sana, lakini utakuja kuexperience ya kwamba hii kazi hata kama ni kubwa, hata kama ni kidogo, ina amani kuliko ile kazi hata kama ni kubwa.
Bwana asifiwe. Niliwaambia hapa wakati mwingine, kwa sababu tumetoka mbali na kuna vitu lazima tukumbuke. Miaka mingi ambayo tulikuwa na watu ambao tunafanya kazi na wao, na huyu mtu anafanya kazi akiibiwa vitu fulani, maybe kwa Wahindi, na zinaongezeka. Lakini ukiangalia the way wewe uko na hii kidogo ambao uko nayo na yeye hii mingi ambao ako naye, kuna utofauti kubwa sana. Ana amani, ana furaha, na hata siku ambazo sio nyingi unapata mambo yake imeboromoka, imeharibika. Bwana asifiwe. Lakini unapata mtu ambao ameamua kazi yake na maisha yake, amekaa pamoja na Bwana, asahau mahali Mungu anamtoa hatua kwa hatua, mambo yake inaenda ikisonga. Bwana asifiwe. Maisha yake inaenda ikibadilika. Na kuna watu wako ndani ya kanisa ambaye baada ya Mungu kuwabariki kidogo huwa wanasahau kule Mungu amewatoa. Kuna chachi moja ya rafiki yangu, na pastor wa hiyo church maisha yake iko chini kiasi, na wale washiriki wake at least wako na tumambo, wako na mambo. Sasa yeye mpaka kuhubiri wanamwambianga zile topic wanaweza penda ahubiri, na akihubiri kitu ambao kama vile sasa tunaongea mambo haya na mtu mmoja asikie imemkasirisha, wanaweza kwenda na wanatumana, wanasema hiyo maneno inaweza fanya watu waache kanisa ya mafundisho yale wanataka. Yaani watu wakisha sahau pahali Mungu aliwatoa, wakisha sahau mahali vile maisha waliokuwa nayo, yale maombi waliombewa na huyo mtu wa Mungu, kujitoa aliyojitoa kwa ajili yao, akimulilia Mungu, akifunga pengine kwa sababu yao, akiomba mambo kwa ajili yao, mambo yao ifunguliwe. Wanapokuinuliwa wanasahau Mungu aliyowainua. Bwana asifiwe. Ninaomba Agape Solid, Mungu atusaidie tusisahau pahali Mungu ametutoa. Tusisahau ya kwamba tulikuwa tunakomboa nyumba, na baada ya miezi kama 2 ama 3 tunahama kwa sababu tumeshindwa kulipa. Tusije tukasahau ya kwamba mara mingi hapa tulikuwa na magonjwa ambao ilikuwa inatuvamia kila uchao. Tusije tukasahau, wengi wetu tulikuja hapa tukiwa na majeraha ya mioyo. Tusije tukasahau, wengine wetu tukija hapa tulikuwa tumekata tamaa, tulikuwa tunaelekea kuangamia. Mungu ameenda akikuinua. Mungu ameenda akikuponya majeraha haya. Mungu ameenda akikutengeneza. Usije ukasahau mahali Mungu amekutoa. Fika jioni na wakuwe bado wako vile walivyokuwa. Watu ambao angesahau chochote. Angesahau hata simu. Angesahau mpaka pesa. Lakini dawa yake hangesahau. Maana akisahau hatari ya kuangamia iko mbele. Na Mungu alitoa watu katika hiyo viwango. Wengine walikuwa mahali hapa wako chini ya chini, wanalala mahali ambapo hapawezi lala na mtu. Mungu aliwakumbuka. Tusije tukasahau pahali Mungu ametutoa. Wengine wetu tukija mahali hapa, watoto wetu walikuwa wadogo. Wengine
magonjwa ilikuwa hata ijulikani ni aina gani. Huyo mtoto hajaweza kwenda shule. Wengine watoto walikuwa wanaenda, unasikia umeitiwa mtoto wako ameanguka huko shuleni, sijui nini imetokea huko. Siku ya leo usisahau pahali ambapo Bwana amekutoa. Hatari ya kusahau inafanya Mungu anarudi tena na mapigo mengine makubwa kuliko ya kwanza. Hujawahi ona hata hapa tu, labda unaweza tokea huko, wakati watu walilia pamoja na wewe, wakaomba pamoja na wewe, wakafunga pamoja na wewe, wakati unafika mahali unapata fare ya kuweza kufika Mombasa, unasahau. Haujawahi ona watu wanatoa vitu zao na anakuambia wazi. Wengine hata wanasema hawezi akainua dhabihu yake hapo. Kwa hii madhabahu hawezi. Hii madhabahu imefanya nini? Hii madhabahu haiko katika kiwango. Atukitaka unatakana kuinua dhabihu kwa mlima ulio juu ya milima. Sasa anapanga kufanya siku za maombi na anakuwa amebeba bahasha mzuri ambao anaenda kuinua huko. Inafanyika. Labda wewe ndio hujafanya, lakini neiba yako huyo mwenye makana anafanya. Wale anasahau, na ndio Bible inasema ya kwamba maana hawakujua ya kuwa mimi ndiye niliyowapa ngano. Mimi ndio niliwapea divai. Mimi ndio niliwapea mafuta. Nikawaongezea fedha na dhahabu ambazo leo wamezichukua, wamezipeleka mahali. Wamesahau yule Mungu walikuwa wanalilia katika altar. Wanaipeleka somewhere. Hata sasa labda kuna mtu anasikia kukasirika, hata anaweza amka na aende, kwa sababu naguza maeneo yake, kwa kuwa amesahau pale Bwana alimtoa. Bwana asifiwe. Mungu anaanza kutoa mafuta, Mungu anaanza kutoa unga yake, anaanza kutoa ngano yake wakati tunamsahau Mungu. Akitoa ngano, unajua maneno yako ya kukula inaanza kubadilika, kala. Ndio maana pole inaanza kubadilika. Unasikia? Unajipata alafu kikaa kidogo divai inaondolewa. Unaanza kusikia kuna vitu ambao haukuli vile ulikuwa unataka kukula. Ulikuwa umepanga diet, unakuta sasa hiyo diet ulishaibadilisha. Ni mafuta inaondolewa, ni divai inaondolewa, ni ngano inaondolewa. Hawa watu nimekuambia wako pengine hapa na mandugu, tuko hapa pengine na makazi, tuko hapa pengine na maanko ambao wako katika hiyo mambo ambayo ninawaambia siku ya leo, ya watu ambao walisahau Mungu, ambao aliwainua, wameanza kuisha. Wengine walikuwa wanachukua lono, wanalipa kama tosti ya mkate. Kama vile unashikana tuka tosti ya mkate unakafanya hivyo na unaweka upande ina chai inaisha upande hii na mambo inaisha.
Na si ati ni pesa kidogo, ilikuwa ni mamilioni. Inafika mahali mambo unaanza kusikia, unasemanga haisomi. Ayende. Ngano imeanza kutolewa. Fedha imeanza kutolewa. Dhahabu ambaye Mungu alikuwa amekupatia ameanza kuitoa. Wanasifiwe. Kwa sababu alipokuinua ulimsahau. Na kusahau inakuwa ni kitu kidogo. Haikuingi ni mambo makubwa. Ni mambo tu kidogo. Umeambiwa pale katika hiyo kitabu, ni mstari wa 17 ama 14, imesema moyo wako usifanye nini? Usiinuke. Ni moyo tu unaanza kuinuka. Hata hakuna kitu watu wanaona, ni ndani imeanza kunona. Unasikia wengine wanaambiwa roho imekuwa kubwa. Imekuwa kubwa. Verse 9 tukimalizia. Verse 9 nasema, basi kwa ajili ya hayo nitaitoa tena ngano yangu kwa wakati wake na divai yangu kwa wakati wake, nami nitamnyang'anya sufu. Wacha tuite sufu. Itakuwa sufu ama sufu nguo. Ni nguo ile ya bei kali. Sio sufu. Tusiite sufu, tutaharibu. Nami nitachukua nguo yangu ambayo ni sufu na kitani yangu. Kitani si unajua ni ile nguo inavaliwongo na hawa Waarabu, hawa ma kings wa Kiarabu. Unaijua hiyo? Hii inavaliwongo na ama jamaa wanaitangwa nani? Sultan. Inavaliwongo na masultan. Ukisikia mtu ni sultan, ako na mafuta bahari yake. Hii bahari ni yao, ni bahari yao ya mafuta tu ya kupeleka hizo nyingine. Anavaliwa. Nitatoa hizo nguo za kitani sana. Haleluya. Na kufanya nini? Nitatoa nini? Nitatoa vitu vizuri ambao nimeweka ndani yako kwa sababu ya kumsahau. Wapendo, tunaweza shindwa kuhubiri sana, lakini kuna neno moja ninaweza kukuachia ambao unaweza ishi nayo. Usisahau umbali ambao umekutoka.